Acha niseme kwamba serikali imefanya jambo la maana sana. Serikali yetu ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa William Ruto, kuweza kutuma viongozi ambao waliweza kukuja hapa kwa dharura ili kukuja kusaidia watu. Na hilo ndio jambo la maana sana. Hata mimi nitamani kukuja hapo mapema, lakini nashukuru Mungu maana nimeweza kufika siku ya leo. Wacha nishukuru wote, serikali kuu, serikali ya kaunti. Hili janga wakati limetokea imeonyesha ile umoja ambayo watu wa Kenya wako nayo. Umoja ambao unasema kwamba kama ndugu yako, dada yako ako kwa shida fulani, uwe wa kwanza kufika hapo ili uweze kumsaidia. Mimi nimefika hapa Kerio Valley siku ya leo na imenikumbusha miaka mingi nikikuwa mwanafunzi katika shule ya upili ya Butere Girls. Tulikuja hapa kwa ajili ya kufanya tour ya geography. Miaka mingi sana, zaidi ya miaka pengine 40. Na wakati tulikuja hapa, tulitembea na nilishangaa sana, nikaona vile Mungu ameumba dunia. Lakini jambo ambalo sijawahi kusahau tangu wakati huo ni kwamba niliona kwamba kulikuwa na ukavu kidogo, hakukuwa na miti. Lakini najua nimekuja mara nyingi na mara nyingine hata nikikuwa katika ofisi nikiwa mke wa deputy president. Lakini wakati nimekuja leo hapa haswa, maana nimekuja sehemu zingine, nimeshukuru Mungu kwa ajili ya miti mingi ambayo nimeona. Sio kama vile wakati tulikuja tukikuwa shule ya upili. Na wacha nishukuru viongozi, wacha nishukuru familia, kwa sababu tukiona hii miti yote ambayo imepandwa ni kwa ajili ya umoja ya serikali, serikali ya kaunti na pia familia, watu binafsi. Na amesema kwamba na viongozi wengine, Mheshimiwa Murkomen, wameongea juu ya kuweza kufanya conservation katika ile sehemu ya juu. Na mimi nataka kuahidi wananchi kwamba nitashikana na idara ya serikali ile ambayo inafanya hiyo kazi kuhakikisha kwamba conservation imewezwa kufanya huko juu, ndio tusiwahi kukuwa na janga kama hili tena. Kwa sababu hatujui mambo ya kesho. Lakini kwa sababu Mungu ametujalia tukue katika uongozi wakati huu, ni lazima tufanye jambo. Kwa hivyo tutashikana na kina mama county, kina mama viongozi wote kufanya conservation huko juu ili tuhakikishe kwamba hakutakuwa na maneno mabaya kama haya ambaye yatapata wananchi wetu.